nafsi yako ifunge kamba, iambie we nafsi koma, tubia wewe. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, wala usivutiwe na mali zao na watoto wao. Sema hawa jamaa wako vizuri, ukawanyenyekea, ukawapembejea, achana nao. La tastahsin ma an'amna bihi alaihim, usivutiwe na neema tulizowaneemesha nazo, minal amwali wal auladi, kama mali na watoto. Mtu unampenda, yuko vizuri, pesa anazo, ana watoto wa kiume wazuri walioenda shule, lakini mwenyewe yuko ovyo ovyo tu, hana imani, si muwajibikaji. Kwa hiyo vitu vyao tulivyowaneemesha navyo, wala usiwahusudu, visikupendeze. Innama yuridu Allahu, kwa hakika Allah anataka, an yu'adhibahum biha fi dunya, awaadhibu kwa kupitia hizo neema zake hapa hapa duniani. Mali itakuwa ndo sababu ya adhabu yake, na watoto wake watakuwa ndo sababu ya adhabu yake. Kwa hiyo Allah anataka awaadhibu kwa kupitia hizo neema za mali, watoto na vinginevyo. La yuridu bihimul khaira, Allah kawapa vitu vyenye neema kama hivyo, lakini vitu hivyo kwao hakukusudia kuwapa kheri, na wao hawaitaki hiyo kheri. La yuridu Allahu bihimul khaira, Allah kwa kuwapa hivyo vitu sio kwamba ndo kawapenda. Mtu kuwa tajiri sio kuwa kapendwa na Mungu. Kuwa na watoto wengi sio kwamba ndo kapendwa, ni ishara ya kuwa kapendwa. Yeye mwenyewe kama hataki kufata utaratibu, anakuwa ni mtu mbaya tu. Innama, kwa hakika, yuridu an yu'adhibahum biha fi dunya, Allah anataka awaadhibu kwa kupitia hizo neema zake alizowaneemesha nazo hapa duniani. Bil masaibi, atawapa masaib, misiba, kwa kupitia mali na kupitia watoto. Wanakabati, na majanga mbalimbali ya hapa na pale. Ana mali lakini hatakuwa na raha ya mali yake. Ana watoto, hawezi kuwa na fahari kwa sababu ya watoto wake. Anataka Allah awape adabu ndogo ndogo kwa kupitia mali zao na watoto wao. Watazhaka anfusuhum wa hum kafirun, na ajali zao zikifika, Allah anataka awatoe roho zao wakiwa makafiri. Fasik huwa ni mtu aliyetoka kwenye taa ya Allah, ndo maana ya kwamba kakufuru, kakataa utaratibu. Takhruju arwahuhum, zitatoka roho zao, wayamutu ala al-kufri, watakufa kwenye ukafiri. Anaishi akionekana Muislamu, msikitini anakuja, lakini anakufa kafir, kwa sababu kuna mambo mengine ya Allah alikuwa haridhiki nayo. Maagizo ya mtume wake hakuyapenda. Muislamu lakini yuko tofauti na Waislamu. Kwa hiyo roho inatoka, anasajiliwa huyu kafa, lakini ni mpinzani wa Allah, kafir. Munshaghilina bitamattu'i bil amwali wal auladi, muda wote walioishi duniani walikuwa wameshughulika kuendeleza mali zao tu na kuangalia watoto wao. Dini hawakuishughulikia. Kwa hivyo wakiambiwa chochote kile kwenye mali zao watoe kwa ajili ya dini, hawataki. Nchi yenu ina uadui, watu wanataka kuja kuvamia, tokeni mkalitengeneze ulinzi, hataki. Sasa yeye yupo tu, basi anaisabika ni mpinzani. Munshaghilina bitamattu'i bil amwali wal auladi, wanashughulika sana kwenye maisha yao yote duniani kwenye mali na watoto. Anin nadhari watadabburi fil awaqibi, hawataki kutumia time yao kuzingatia mwisho wa hizi mali na watoto wetu.
tunaenda wapi, itakuwa vipi. Hawazingatii akhera, wako katika kujenga dunia yao tu. Ukifika mwisho wa dunia, dunia inawakataa, na akhera wanakwenda hawakuandaa chochote. Wa idha unzilat suratun, na ikiteremshwa sura ya Qur'ani, mtume akiletewa maagizo yakasomeka, an aminu billahi wajahidu ma'a rasulihi, enyi waumini rekebisheni imani zenu, muaminini Allah ipasavyo na mushirikiane na mtume wake kuilinda, kuiendeleza hii dini. Maagizo kama hayo yakija kwenye Qur'ani, wao wanakuwa wanayakataa, wanayakimbia. Wa idha unzilat suratun, yani maana yake at-tankiru litafkhimi. Hiyo tankir kwenye sura, idha unzilat suratun, tankiri ni nakira, ni jina limalizwa na tanwini. Sura yoyote ile kwenye Qur'ani ikiteremka, yani idha unzilat suratun jalilatun, jalilatu sha'ni, ikiteremka sura ile yenye maamuzi mazito, mipango mikubwa iliyotukuka ya Allah, sura inayohitaji waumini wawajibike, ndo maana yake. Wanataka wawepo tu, wasiwajibishwe kwenye lolote, wasiambiwe kitu, wasikatazwe kitu, wao wafanye mambo yao tu kama wamejileta wenyewe vile. Sasa sura ikija na maagizo, mfano wa maagizo hayo, an aminu billahi wajahidu ma'a rasuli, wanaagizwa waumini rekebisheni imani zenu upande wa Allah, muaminini Allah, nafanyeni juhudi ya dini, kuilinda hii dini pamoja na mtume wenu. Mtume wenu anajitahidi na nyinyi mshirikiane naye kwenye jitihada hizo. Aya kama hizi zikishuka kwao inakuwa ni mzigo, yani wanaambiwa an aminu billahi wajahidu ma rasulihi, bi an aminu billahi bitasdiqin wa yaqinin, muaminieni Allah kwenye maagizo aliyowapa kwa kuyafanyia kazi na nyoyoni mkiwa mna yaqini, mukubali kutoka kwenye nyoyo zenu. Wajahidu ma'a rasuli, na mshirikiane pamoja na mtume kufanya jihadi, linusratil haqi, kwa ajili ya kuinusuru hii haki. Dini mnaona ina maadui, wanaipiga vita, wanataka ifutike kabisa. Nyinyi mupambane, muilinde hii dini, ili lengo la kuletwa hii dini liwe limepatikana. Wa ihzazi dini, mnatakiwa dini muipe nguvu, iwe ndio inayotawala maisha ya watu. Kwa hiyo juhudi ya dini mpaka dini iingie kwenye maisha ya kawaida ya watu ndiyo lengo. Kwa hiyo shirikianeni na mtume kufikia hilo lengo. Aya zinakuja na uwajibikaji. Zikija aya kama hizi, ista'dhanaka ulutawli minhum, wanakuja kukuomba ruhusa wale wenye uwezo miongoni mwao. Ya Rasulullah, kumekuja agizo, lakini mimi nina udhuru, kwa hisani yako naomba uridhie nibaki na matatizo 1 2 3. Uongo mtupu anasema. Ista'dhanaka, wanakuja kukuomba ruhusa, ulutawli minhum, wale wenye uwezo. Mtu mzima na nguvu yake, ana uwezo wa kushika silaha kwenye maidani akafanya vizuri, mchango wa mali pia anao, na mali ya kutosha, huyu ndo anakuja kuomba ruhusa. Anataka kukwepesha mali yake isitumike na mwenyewe asishiriki. Kwa hiyo ile biamwalikum wa anfusikum, vyote viwili hataki vitoke, anaomba ruhusa. Ista'dhanaka fi takhallufi, wanakuja kukutaka ruhusa wabakie, usiwahusishe kwenye hiyo safari ya jihadi. Na wanaokuja kuomba ruhusa, ulul ghina wal mali alkathiri, ni wale wakwasi wenye mali nyingi, wazima wa afya na wana akili timamu. Waqalu, na wanasema,
dharna nakum ma'al qa'idin, sisi bwana turuhusu tubaki pamoja na wenye kukaa hapa mjini. Wanatoa dharura za uongo. Yaquluna da'na nakum ma'al ladhina lam yakhriju lilghazwi, tunakuomba mtume, sisi utuache tubaki pamoja na wale ambao wameruhusiwa wasitoke kwenda kupigana, wale wenye dharura, na sisi tujalie ni miongoni mwao. Kwa hiyo na wao wawe kama wanawake tu, au watoto wadogo, au wale walemavu, wagonjwa ambao dharura ya kisheria kwao inakubalika. Kwa hiyo anasema hivyo, dharna da'na, tuache, nakum ma'al ladhina lam yakhruju lilghazwi wa qa'adu lil'udhri au li'udhrin, tuache tuwe na sisi pamoja na wale ambao hawatoki kwenda kupigana na wanaobaki mjini kwa sababu ya udhuru walionao. Si tuorodheshe pamoja na wenye udhuru, sasa wao udhuru wao hauonekani. Qala ta'ala takbihan lahum, Allah amesema lugha ya kuwakebehi. Wa dhamman, na anawaumbua, anawalaumu, kwa sababu dharura wanazozitoa haziingia akilini. Allah amewakebehi kwa kusema radu bi an yakunu ma'al khawalifi, hawa watu wenye heshima zao wanavyoonekana hivi wameridhia kujipa dharura za ovyo, waisabiwe wao ni pamoja na wenye dharura, na ambao wanatakiwa walindwe sio wao watoke wakalinde, ni wanawake na watoto wadogo waliokuwa hawajawa na nguvu bado ya kuhimili mikiki ya vita. Sasa wao wanataka wekwe kwenye listi ya watu wa aina hizi, wanawake, watoto, walemavu, wagonjwa, ndo wameridhia wawekwe kwenye makundi haya. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi, watu wazima na mali zao na akili zao wameridhia wabakie kwenye listi ya watu kama hawa walioruhusiwa kubaki. Yani radu bi an yakunu ma'an nisa'i, wameridhika wao wabakie pamoja na wanawake, wal marda, na watu wagonjwa, wal ajaza, na watu walemavu wasiokuwa na uwezo wa mapambano, alladhina takhallafu fil buyuti, ambao wao wametakiwa wabaki nyumbani. Wanataka na wao wafananishwe na watu kama hawa, wameridhika na hili. Watubia ala qulubihim, lakini wamepigwa chapa kwenye nyoyo zao, chapa ya unafiki. Radu bi an yakunu ma'an nisa'i, wameridhia wawe na wanawake, wal marda, na wagonjwa, wal ajazata, na watu wasio na uwezo, alladhina takhallafu fil buyuti, ambao wamebakishwa wabaki nyumbani. Hawa ndo watu wanapambana kwa ajili ya wao kuwalinda. Watubi ala qulubihim, na watu kama hawa waliotengeneza dharura za uongo wamepigwa chapa kwenye nyoyo zao, yani khutima alaiha, zimepigwa mihuri nyoyo zao, muhuri wa shari, kwamba huyu sio mtu mzuri. Fahum la yafqahun, kwa hiyo huwa hawayafahamu yale mambo, maagizo, maelezo yanayoletwa. Hawafahamu mantiki ya kuambiwa wajitokeze kulinda, watoe mali zao zisaidie gharama, wafanye hivi kwa lengo hili. Hawafahamu madhumuni ya Allah. Fahum la yafhamuna ma fil jihadi, hawa watu hawafahamu yale yanayopatikana katika jihadi, hawafahamu malengo, faida, makusudio ya jihadi. Wa taati rasuli, pia hawafahamu maana ya kuwa watiifu kwenye maagizo ya mtume. Maana maagizo ya mtume ndo maagizo ya Allah. Huyu kaitwa mtume kwa sababu katumwa. Akikuagiza jambo, yeye huwa hilo agizo sio lake. Lakini hawa watu hawafahamu kwamba ukimtii huyu ndo umemtii aliyemtuma.
hawafahamu faida ya taa mina saada, kwamba inamsaidia mtu katika mafanikio, katika wema. Wama fi takhallufi, lakini pia wanashindwa kutofautisha hiyo saada, na wanashindwa pia kufahamu madhara wanayoyapata fi takhallufi anhu, ya kule kubaki kwao nyuma, wasiende kuyatafuta hayo matukufu. Hawajui madhara yanayowapata mina shakawa, kwamba wao wataisabika ni watu waovu. Ukijitahidi kutekeleza maagizo unaisabika ni mtu mwema na unapanda daraja yako. Ukikwepa majukumu ya kukupandisha daraja, wewe unashuka na unakuwa ni mbaya badala yake. Lakini wapo tu hawafahamu, mtu hufanya jambo la shari la kumpatisha dhambi bila yeye mwenyewe kujua madhara na mzigo wa dhambi aliyobeba. Ndio Allah katumia neno la yafqahun. Fiqhi ni maarifa ya kisheria, ya kujua lipi la faida na lipi la hasara, lipi lina nafasi ya kwanza na lipi liwekwe nafasi ya tatu. Hawafahamu chochote katika maagizo ya dini, wapo tu. Lakini rasulu, lakini kinyume chake sasa, lakini rasulu, lakini ukiwaacha watu wapuuzi kama hao, ama mtume mwenyewe, walladhina amanu ma'ahu, na wale waumini walioamini pamoja naye, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, wamefanya jihadi kwa kutumia mali zao na nafsi zao. Yani mtu mwenyewe anatumia mali yake kununulia silaha, kununua kipando, huacha gharama za watu wake nyumbani wakati atakapokuwa hayupo, mali yake anatumia, na halafu mwenyewe anaenda huko kwenye mapambano yenyewe. Bi amwalihim wa anfusihim. Mwingine anakuwa ana mali ya kutosha, kesha nunua vya kwake, lakini kuna mpiganaji yupo hana uwezo, masikini, uwezo wa kushika silaha akapambana anao, lakini hana uwezo wa kujinunulia farasi wa kuendea vitani, farasi ghali, hana uwezo wa kununua hata silaha ya kwenda kupigania. Kwa hiyo kuna wengine baada ya kujidunulia mwenyewe ananunua na vya ziada vya kuwapa watu kama hawa, ambao uwezo wa kwenda anao, lakini cha kuacha nyumbani hana, cha kununulia silaha hana, kipando hana. Kwa hiyo watu walikuwa wanatoa mali zao kwa ajili ya gharama zinazohitajika kwenye shughuli kubwa kama hizi zenye maslahi kwa jamii. Kwa hiyo mtume na waumini wa kweli, wao walikuwa wanatoa mali zao na wenyewe binafsi wanashiriki. Kwa hiyo tofauti na wale wanafiki, mali wanazo hawatoi, na wenyewe wanaomba ruhusa waruhusiwe kubaki wasishiriki. Tofauti watu hawa. Lakini rasulu, lakini mtume, walladhina amanu ma'ahu, na walioamini pamoja naye, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, wameshiriki jihadi ipasavyo kwa kutoa mali zao na wao wenyewe binafsi kushiriki. Qala Razi, amesema Fakhru Razi, lamma sharaha hala almunafiqin, baada ya Allah kutuchambulia hali za wanafiki, bayana hala ar-rasuli wal mu'minin, anatuchambulia, anatubainishia hali ya mtume na waumini wa kweli waliomwamini. Bididdi minhu, amezungumza Allah lugha ya neno na kinyume chake. Wanafiki wako hivi, lakini kinyume na hawa waumini wao wako tofauti, wako hivi. Mnafiki hatoi mali yake na mwenyewe hendi, lakini waumini pamoja na mtume wao wanatoa mali zao na wenyewe wanashiriki. Haithu, kwa namna ambayo, badhalul mala wan nafsa fi talabi ridwanillahi, mtume na waumini wametumia mali zao na nafsi zao kwa kutafuta radhi za Allah, wataqarrubu ilaihi, na kutaka kujikurubisha vizuri kwa Mola wao, wawiwe radhi na Allah awe karibu nao. Wal maana, na maana ya aya, inna takhallufa haulai, hakika ya kubaki nyuma kwa wale waliotaka dharura, walioomba udhuru, kubaki kwao nyuma
hakudhuru chochote. Inna takhallufa haulai, kubaki nyuma kwa wale wanafiki, walam yujahidu, na kukataa kwao kushiriki jihadi, faqad jahada man huwa khairun minhum, hakukudhuru kitu kwa sababu walikuwepo walioshiriki jihadi, watu ambao ni bora kuliko wale waliokataa, ni wengi kuliko wale waliokataa. Na Allah kwa kupitia wale waliokuwa tayari, waliojitolea, akaleta ushindi na dini yake ikahifadhika na ikaendelea. Walioshiriki pamoja na mtume walikuwa ni bora kuliko wale waliobakia. Wa akhlasa niyyata wa i'tiqada, alafu walioshiriki pamoja na mtume walifanya walivyovifanya kwa sababu ya ikhlasi, nia zao kwa Mungu zilikuwa nzuri na itikadi yao kwenye dini ilikuwa iko vizuri. Wa ulaika, na hawa walioshiriki jihadi pamoja na mtume, lahumul khairatu, hawa mbele ya Allah ndio walioandaliwa khairi nyingi. Allah amewaandalia khairi nyingi. Lahum manafi'u daraini, wanapata manfaa ya dunia na akhera. Wanapata manfaa ya duniani kwa sababu ndo wapo, na wanapata manfaa ya akhera. Manfaa ya duniani an-nasru wal ghanima fi dunya. Wakishiriki operation kama hizi za kiulinzi, Allah huwasaidia wao wakaibuka washindi. Wakiwa washindi, wamefanikiwa kuilinda jamii yao, kuilinda nchi yao, wanaishi kwa amani. Maadui washawazidi nguvu, na mtu kubaki kwake kwa amani ndio jambo linalotafutwa. Kila siku uvamizi, mashambulizi hapa na pale. Sasa mkijipinda vizuri, mkapanga safu ya ulinzi, mukawakomesha hawa wavamizi, nyinyi duniani mtaishi kwa amani. Faida moja hiyo, mnapata amani na salama yenu. Faida ya pili, wal ghanima, mkipambana na hawa maadui huko kwenye vita, mnarudi na ngawira, mali zao zile zote mnarudi nazo, mnateka hichi katika vitu walivyokuwa navyo pale. Ruksa ni halali yenu, Allah kawahalalishia. Haya ndiyo mafao ya duniani. Na akhera mafao yake, wal jannata wal karamata fil akhirah, akhira wanapata pepo janna, na wanapata karama, daraja zao zinakuwa kubwa. Akhira wao ndo wanakuwa waheshimiwa. Kama mtu kadhalilishwa sana duniani kwa ajili ya dini, na akawa na ikhlasi, akavumilia idhilali iliyompata, mbele ya Allah ndio Allah anamnyanyua, atakuwa yeye ni mheshimiwa kule, yeye ndo atakayekuwa na maisha. Idha waqa'atil waqi'a, kikija kiyama, laisa liwaqa'atiha kadhiba, kuja kwa kiyama sio jambo la uongo, kipo. Kiyama kikija kita sort out watu, khafidatun rafi'a, kiyama kinawatofautisha watu. Wale waliokuwa wanaonekana duniani wanaiza, watukufu, wakubwa, kiyama kinawashusha, wanaonekana dhalili, hawana thamani kwenye maisha yajayo. Na wale waliokuwa wanaonekana dhalili duniani, kiyama kikija kitakuwa kinawanyanyua, wanaonekana huko utukufu wao. Sasa ni mazuri ambayo ya akhera, na duniani ni kupata amani yao, na wakawa na izza, karama. Duniani wanapata amani na wanapata ghanima, maisha yao yanakuwa mazuri. Wa ulaika lahumul khairatu, hawa wanaoshiriki kutekeleza maagizo ya Allah, hawa ndio Allah aliyowaandalia khairi zake nyingi tu. Allah atujalie na sisi tupate hizo khairi zake. Wa ulaika humul muflihun, na hawa wanaokubali kutekeleza maagizo ya Allah, aya zikishuka wakazifanyia kazi, hawa ndio watakaofanikiwa. Ulaika lahumul khairatu wa ulaika humul muflihun, hawa ndio walioandaliwa khairi nyingi za dunia na akhera. Wa ulaika humul muflihun,
na hawa ndio watakaofanikiwa. Sio hao wanaojifanya wajanja, maagizo yakija wanakwepa, hawatekelezi, na halafu bado wanataka wasifiwe. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu, wanapenda sana wasifiwe kwa mambo ambayo hata hawajayafanya. Yeye umsifu tu basi ndo haja yake. Sasa hiyo sifa utasifiwa duniani, lakini ukiondoka duniani hupati sifa popote wala huna karama popote. Yani ulaika hao lahumul khairatu, ndio wenye khairi, walioandaliwa khairi. Wa ulaika, na hao wenye sifa hizo za mtume na waumini, humul muflihun, hawa ndio waliofanikiwa. Bimaana humul faizuna bil matlubi, hawa ndio watakaofuzu kwa kufikia yale malengo. Makusudio ya kuletwa duniani mmeambiwa ni mtihani, na baada ya kuondoka duniani hakuna chengine zaidi ya kupewa matokeo. Matokeo mazuri ya huko wanayapata hawa ambao walitekeleza maagizo. Alfaizuna bil matlubi, hawa ndio watakaofuzu kupata yale malengo, makusudio. Mmeambiwa muabudu, ni kama ajira hiyo. Anayeabudiwa kakupangieni siku ya kuja kukupeni maksi zenu. Sasa kuna siku hiyo wengine watapasi na wengine watafeli. Kwa hiyo hawa waliomfuata mtume ndio watakaofaulu kufikia matlub, yale malengo, makusudio ya akhera. Aadda Allahu lahum jannatin, Allah amewaandalia wale waumini watiifu pepo. Tajri min tahtiha al-anharu, pepo hiyo inapita mito chini yake. Yani maana yake aadda Allahu lahum, Allah amewaandalia waumini wenye kumfuata mtume, amewaandalia waumini ala imanihim, kwa sababu ya imani yao, juu ya ile imani walionayo, wa jihadihim, na kwa sababu ya kushiriki kwao jihadi, lile jambo la Allah wakalishughulikia. Allah kaleta dini yake, ilindeni hiyo, muiendeleze. Wamefanya kazi, wakailinda dini, wakaiendeleza, wakaifikisha mbali mpaka sisi huku mbali tumefikiwa na dini. Waliofanya juhudi hiyo kwa ajili ya Allah wameandaliwa basatina, mashamba, mabustani, ndio hiyo jannatin. Tajri min tahti qusuriha al-anharu, kwenye mitaa yake, kwenye makasri yake hiyo pepo munapita mito. Kuna mito ya viamboni na kuna mito ya porini huko kwenye mashamba. Viamboni tunasomewa kuna mito ya juisi, asali, maziwa, vinywaji mbalimbali. Lakini na huko mashambani kuna mito ambayo kazi yake kurutubisha ardhi. Miti siku zote ina afya na inazaa. Unaambiwa mazao ya miti ya peponi hayana musimu. Sio kwamba inazaa ikisha inapotea, inajivuta kwanza. Siku zote miti ina afya na siku zote inazaa. Kwa hiyo Allah ameandaa mazingira ya huko tofauti na haya hapa tuliyoyazoea. Khalidina fiha, na kwenye neema hizo watakaa milele waumini watendaji. Allah atukirimu na sisi hiyo imani na atupe uwezo wa taa, tutende vile anavyotaka. Khalidina fiha, wakishaingizwa peponi huko watakaa milele. Labithina fil jannati abada, waumini watendaji watakaa milele peponi, hamna kutoka wala hamna likizo. Dhalika alfawzul azim, hayo ndiyo mafanikio makubwa. Yeyote mwenye kuwa anajua mafanikio hujituma kadiri ya uwezo wake afikie kwenye mafanikio. Kwa hiyo anayetaka mafanikio, utaratibu ni huu, afate utaratibu, atafikia kwenye mafanikio. Dhalika huwa dhafrul azim, haya ndiyo mafanikio makubwa. Alladhi, ni mafanikio ambayo la fauza waraahu, baada ya haya hakuna mafanikio mengine. Hayo ndo mafanikio ya juu, kwenda kuishi maisha ya fahari peponi milele. Hamna bughdha, hukasirikiwi, hufanye kazi, huko ni kutumia tu. Peponi huambiwi mashamba yako palilia, huambiwi nyumba imechakaa tia rangi, jenga upya,
fanicha mbovu, badilisha, hiyo sio kazi yako. Allah mwenyewe anafanya, anawatunza waja wake kama watoto wa kifalme. Innal muttaqina fi jannatin wa naharin fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Walioishi duniani maisha ya kumcha Mungu wanakwenda kukaa maisha ya peponi, pepo yenye kupita mito ndani yake. Wanaishi maisha ya fahari chini ya uangalizi wa mfalme mwenye uwezo. Yani watu wa peponi ni kama members of royal family, kama watoto wa kifalme, na mfalme wenyewe ni Allah. Sasa kwenye nyumba ya mfalme unafikiri watu wanaishi maisha ya ovyo ovyo? Sasa waliomcha Mungu Allah kawaandalia malipo, atawapandisha daraja zao, hadhi zao zinakuwa kubwa na wanaishi maisha mazuri milele. Wajaa almu'adhiruna min al-a'rab. Tunaendelea na aya. Wajaa almu'adhiruna min al-a'rabi. Hao waliozungumzwa kwenye hizo aya za juu ni wanafiki wa mjini pale Madina, Mabon Town yao. Lakini Allah anasema wajaa almu'adhiruna min al-a'rabi. Arabiyun ni mtu mshamba kutoka vijijini huko, mabedui wanaitwa. Wamekuja na wanafiki wengine kutoka huko mashamba. Jaa almu'adhiruna, wamekuja watu wenye kutengeneza udhuru wa uongo kama hawa wa mjini. Lakini hawa sasa min al-a'rabi, wanatoka nje ya miji yenye ustaarabu. Washamba nao pia nako kuna wanafiki, na Allah amewasifia kusema wanafiki wa kishamba wabaya zaidi. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Al-a'rabu sio warabu, ni watu wanaoishi nje ya miji yenye ustaarabu. Kwa Kiswahili watu nasema washamba. Ukikuta mkorofi huko shamba anakuwa mkorofi kweli. Wa mjini kidogo huwa ana ule ustaarabu wa mjini. Sasa kumekuja wanafiki wengine kutaka udhuru kwa mtume, manake kinchi hawa wote ni raia. Maagizo kutoka makao makuu mjini kwa kiongozi yanawahusu. Lakini mjini kuna watu wasiomthamini kiongozi, na mashamba kuna watu ambao hawamthamini kiongozi. Sasa wamekuja hawa kutengeneza dharura watu kutoka mashamba. Jaa almu'tadhiruna min al-a'rabi. Wamekuja watu wenye kutengeneza dharura, wanaotaka na wao waruhusiwe, wasishughulishwe, wasitumwe katika watu wa nje ya miji. Alladhina, nao hawa ni watu ambao intahalu al-a'dhari, wametengeneza dharura zao na wao, watakhallafu anil jihadi, wakaja wakaziwasilisha kwa kiongozi ili wasije wakaonekana wapingaji, walete dharura, na wanategemea zitakubalika, na wanajua kiongozi wetu muelewa, ukimwambia hivi atakuruhusu tu, ukitoa dharura hii atakubali tu, muungwana kiongozi wetu. Kwa hiyo wametoka huko shamba nao watu wakaja kutengeneza dharura za uongo ili wasishiriki jihadi. Liudhana lahum, kwa dharura zao za kutengeneza walitegemea na wao waruhusiwe kubaki. Sasa kila mtu anatengeneza dharura, adui anajipanga aje avamie, nyie mtalindwa na nani? Na adui akija hachagui, atapiga wanaume, wanawake, watoto. Wanawake atabaka wengine, mifugo atachukua, mali atapora. Sasa hamtaki kujilinda, nyie watu mkoje? Kwa hiyo mjini wamefanya vituko watu wasiokuwa na imani, mpaka na vijijini nako watu wamefanya vituko, wanatengeneza dharura za uongo, wanajua tukiwasilisha hii tutaruhusiwa. Liudhana lahum, ili waruhusiwe wabaki. Fi tarkil jihadi, waruhusiwe kuacha kwenda kushiriki jihadi. Wa hadha bayanun li ahwali almunafiqina min al-a'rabi. Aya hii nayo inatubainishia hali
za wanafiki wa kishamba. Wa mjini ndo hao tumesimliwa hapo. Sasa tunapewa mpaka vijijini kuna hali za watu waliokuwa hawakubaliani na maelezo, maagizo kutoka kwa viongozi. Wamekuja nao kutoka vijijini. Baada bayani ahwali almunafiqina min ahli almadina, anatupa Allah ufafanuzi wa hali ya wanafiki wa shamba baada ya kutupa ufafanuzi wa wanafiki wa mjini. Qala al-Baydawi, amesema Baydawi, hum asadun, kulikuwa na kabila moja la Waarabu wa majangwani wanaitwa Banu Asad. Kwa hiyo kama ni jimbo hili la uchaguzi, jimbo zima lina watu wa aina hiyo. Wachache ndo wamenyooka, wengi wamepinda. Kwa hiyo Banu Asad nao, na sio peke yao Banu Asad, hawa wanaoitwa Arabu, hum asadun, ni Banu Asadin wa Ghatfanin na Banu Ghatfan. Walikuja watu wakaleta wawakilishi wao mjini, ista'dhanu fi takhallufi, kuja kumuomba ruhusa kiongozi wao waruhusiwe wabaki. Mazingira ya kwetu si rafiki, kuondoka kwetu sisi hapa itakuwa maharibiko matupu. Sisi tunaomba turuhusiwe tubaki, waruhusiwe wabaki. mu'tadhirina biljuhdi alkathiri, biljuhdi wa kathrati alayali. Dharura walizozitengeneza, wanasema hapa nyumbani sisi tuna kazi nyingi muhimu za kufanya, za kiuchumi, za kihivi, na hali yetu sisi ya kiuchumi ni ndogo, masikini sana sisi. Sasa huu ndo musimu sasa hivi wa kutengeneza mavuno na hivi, wa kathrati alayali. Halafu ukizingatia kiongozi, sisi tuna watoto wengi wako kwenye umri tegemezi. Kuondoka hapa ukawaacha watoto inakuwa ni maafa. Kuondoka hapa na wakati ni msimu wa mazao, tunategemea kuvuna, mazao yataharibika. Kwa hiyo sisi tutatoa mchango wetu wa mali kiasi ya hali baada ya mavuno. Tuachie, tushughulikie haya, alafu wakati mwingine tutashirikiana na wewe. Ni dharura pia za uongo. Haikuwa kama wanavyoelezea, lakini hupanga maneno. Mtu anajua haya nikimwambia fulani hana ujanja, atalainika tu, atanikubalia tu. Waqada alladhina kadhabu Allah wa rasula, na watu wengine ambao toka hapo wana tabia ya kumuasi Allah na mtume wake, wao hata hawakujisumbua kwenda kutengeneza dharura. Wao wameamua tu sendi kada, wamebaki, hawakwenda kutoa hata dharura ya uongo, na maagizo waliopelekewa hawakuyatekeleza. Fanyeni hivi, hawataki, wanabaki tu hivyo hivyo kama walivyo. Mtu anaambiwa swali umsujudie Mungu wako, hataki kusujudi. Idha qila lahum urka'u la yarqaun, wakiambiwa swalini hawaswali. Mpaka siku hiyo watakapokwenda kukutana na aliyewaleta ndo watakapojua ubaya walichokifanya, lakini wakijuta haisaidii kitu. Waqada anil jihadi, wamebaki nyuma, hawakutekeleza agizo la jihadi. Alladhina, watu ambao kadhabu Allah wa rasulahu, wamekadhibisha maagizo yote ya Allah na alivyoyatoa mtume. Allah kasema hakuna anayeamini habari ya Allah, mtume kaagiza, hakuna anayeamini agizo la mtume. Kwa hiyo hawa wao maagizo yaliwafika, hawakwenda kutaka dharura hata hiyo ya uongo, na hawakutekeleza kitu. Washambao, kuna wengine kidogo wameona watengeneze dharura, wengine wakajikalia tu, hawakutekeleza dharura wala hawakutekeleza agizo. Hawakutengeneza dharura ya kujitoa kimasomaso, wala hawakutekeleza agizo lililotolewa, ambayo kwa lugha ya kisiasa inakuwa ni presidential order, agizo la kiongozi mkuu. Kataka tufanye hivi, mtu anakataa kutii. Jambo kwa manufaa yetu sote, anakataa mtu kutii.
Kwa hiyo watu hawa nao washamba walifanya uasi kama huo, fi da'wa al-imani, wamemkatalia Allah na mtume, na wakawa wamesema uongo kwa kule kudai kwao Waislamu. Mtu kama huyo akidai mimi Muislamu kama wewe, anasema uongo, kwa sababu Muislamu huwa mnyenyekevu na mtiifu. Kadhabu Allah wa rasulahu, wamemkadhibisha Allah na wamemkadhibisha mtume wa Allah, fi da'wa al-imani, pale wanapodai na si Waislamu waumini tumeamini. Sasa wewe muumini gani unaamrishwa jambo linalohitaji uwajibikaji, unakataa kuwajibika? Unakatazwa jambo ambalo ni baya, unaambiwa lina madhara, wewe unalifanya. Muumini gani sasa? Wahum qaumun, na hawa ni watu ambao lam yujahidu, hawakutaka kwenda kushiriki jihadi, walam ya'tadhiru, wala hawakutoa dharura, takwenda kuaga hawakuaga. Hum qaumun, hawa ni watu ambao lam yujahidu, hawakushiriki jihadi, walam ya'tadhiru, hata hawakupeleka zile dharura za uongo walizopeleka wenzao. Anta khallufihim, sisi tumebaki kwa sababu fulani. Hawakusema, wamejiamulia tu wenyewe, hatuendi basi imetosha. Hawa Allah nao anawasemea watu wa vijijini, sayusibu alladhina kafaru minhum. Maamuzi kutoka juu sasa. Allah na yeye katoa maamuzi magumu kuhusu watu ambao wana maamuzi yao wenyewe mikononi. Kaagizwa jambo hataki, hata dharura hatoi. Allah anasema sayusibu alladhina kafaru minhum, itawapata wale waliokufuru katika watu hawa adhabun alimun, adhabu inayouma, adhabu yenye maumivu. Tumeambiwa tunawajibika kuwatii viongozi. Sasa agizo kutoka kwa kiongozi lina manufaa ya umma mzima kwenye jamii yetu, mtu anakataa kutekeleza. Tena kiongozi wenyewe ni mtume wa Mungu, anayoyasema sio yake, kaagizwa. Anayokataza sio yake, sio kwamba anakuona ni choyo, kaambiwa awakataze, wewe unamgomea. Sasa mwenye maamuzi aliyemtuma huyu anasema hawa nitawashughulikia mwenyewe, niachie tu. Sayusibu alladhina kafaru minhum, itawapata waliokataa katika watu hawa adhabun alimun, adhabu yenye machungu. Waidul lahum, haya ni makamio kwa watu hawa. Shadidun, tena ni makali. Sayanalu haulai almutakhallifin, itawapata hawa watu waliogoma, waliokataa kutekeleza maagizo halali, alkadhibina, ambao ni wakadhibishaji wa maagizo halali, tena ni waongo, fi da'wa al-imani, kwa kule kudai kwao Waislamu. Ile mtu kama huyu akijiita Muislamu anasema uongo, maana si Muislamu. Itawapata watu kama hawa mukadhibin adhabun alimun, adhabu kali, bilqatli wal asri fi dunya. Allah atawatengenezea mchongo, mazingira ya kwamba hawa hapa duniani watauawa na watakamatwa wawe mateka. Si wamegoma kwenda kukabiliana na adui, Allah atatengeneza mazingira, watakuja kupigwa kwao watapigwa na watakamatwa kama mateka. Hapa duniani watapata adhabu kama hizo, wanari fil akhirah, na watakapokufa si kwamba duniani wamepata adhabu hiyo imetosha, na akhera wakenda wameandaliwa moto. Duniani Allah atawatengenezea adhabu yao hapa hapa, na akhera wanaenda motoni. Ni kama wale Banu Israeli walioambiwa watoke wakapigane, wakagoma kwenda kupigana kwa kuogopa kifo. Allah akawaambia kufeni basi hapo hapo mjini kwenu, wakafa. Thumma ahyahum, alafu akawafufua. Akawaambia, je, hapo mlipobaki kifo hakijawakuta? Mliona mkienda kule ndo mnaenda kufa, hapa mlipobaki, mlipopaona salama, je hamjafa?
Kwa hiyo Allah chochote anaweza akafanya wakati wote mahala popote. Kwa hiyo hawa wamegoma hili, nitawafanyishia kwa namna nyingine, niwatie adabu hapa hapa duniani, na akhera watakiona cha moto. Laisa ala duafai, aya hii ambayo kwa leo tutafungia darsa, onyo walilolitoa kwa wanafiki wa shamba ni kali, kwamba nitawaadhibu duniani na akhera wanasubiri adhabu kali. Hili onyo linatisha, mtu yoyote atatetemeka. Hata wale wenye dharura nao wataogopa, sema la, hapa kwetu bwana kuna watu wakorofi, washatuponza. Allah akatumia istithnai, akawavua baadhi wasiohusika. Akasema agizo langu hili, ahadi yangu hii ya kuwatia adabu waliobaki nyuma, sio nitawaadhibu wote. Laisa ala duafai, adhabu hii au ahadi hii haitowahusu wale watu wanaojulikana ni wanyonge. Ad-duafa ni watu ambao dharura imewaruhusu wabaki. Kweli mtu mwanamme lakini anapumu, utamwambiaje akabiliane na watu mgonjwa huyo dhaifu? Anayekwenda kule ni mtu mwenye afya. Hata matangazo ya nafasi za kazi jeshini, anatakiwa mtu mwenye afya. Sio unaenda kule unaangaliwa unamshipa, hutufai. Hata mshipa uwe huna, uwe uko sawa. Sasa hawa duafa hawamo kwenye ahadi hii ya Allah kwamba atawatia adabu. Wala ala almarda, wala ahadi hii ya Allah haiwahusu wagonjwa. Kama wewe ni mgonjwa na hukwenda, huna lawama, sharia inakutambua, dharura yako ni ya msingi. Wala ala alladhina, wala ahadi hii ya Allah haiwahusu wale waliobaki ambao la yajiduna ma yunfiqun, wanyonge katika uchumi, hawanacho cha kutoa. Mtu fakiri masikini sana, hana cha kuchangia, lakini anacho na hakuchangia, anajulikanwa, huyo ahadi ya Allah itamkuta. Anakujua wewe unacho, umegoma tu, umetengeneza dharura ya uongo, mimi sina mchango wote kwa sababu sina kitu, wakati umefutika ulikofutika vitu vya kutosha. Wale ambao hawana cha kutoa hawana kosa. Laisa ala haulai harajun, kwa hawa watu wenye dharura hamna kosa kwao. Ai, maana yake laisa ala shuyukhi almusinnin, hapana ghamidha kwa wale vizee. Aliyowaita hapa duafau ni wagonjwa na vizee. Vizee afya zao mbaya, umri umeenda, wale hawaambiwi washike silaha wakapigane, japo kuwa ni wanaume, lakini hana tena uwezo wa kwenda kukabiliana na maadui. Wala ala almarda, wala mtu mwenye maradhi hajalazimishwa aende, yeye dharura inamkubali. Alajizina alladhina, hawa ni watu wenye kushindwa kutekeleza agizo hili, ambao la yastati'una aljihada, hawana uwezo wa kushiriki jihadi, hawawezi kupambana. Liajizihim au maradhihim, hawawezi kushiriki jihadi kwa sababu ya udhaifu wao au maradhi walionayo. Wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun, wala hapana lawama kwa wale watu ambao hawana cha kutoa. Wakiambiwa changieni basi gharama ya hichi na hichi, hawanacho, hawalazimishwi, ndo hawana cha kutoa. Ai, maana yake hawa alfuqarau alladhina, ni mafakiri ambao la yajiduna nafaqatan liljihadi, hawana gharama za kuchangia kwenye jihadi. Hana gharama hata ya kusaidia kununua upanga, wala mshare, wala kusaidia chakula, wala chochote hana. Kwa watu wenye dharura, laisa alaihim harajun, hawana lawama, hawana kosa. Kwa hiyo
hiyo ahadi ya Allah ya kwamba nitawaadhibu, hawa haiwahusu adhabu hiyo, kwa sababu dharura zao zinajulikana. Ai laisa lahum ithmun fil qu'udi, hawa wenye dharura hawana dhambi wakibaki mjini. Heka hizi si saizi yao, kwa hiyo hawalaumiwi. Laisa lahum ithmun fil qu'udi, kwa watu wenye dharura hawana dhambi wakibaki wasitekeleze agizo hilo. Idha nasahu lillahi wa rasulihi, pale ambapo watakubali lile agizo la Allah na la mtume, na wakawa dharura zao ziko wazi zinaonekana, na wanaonyesha moyo, lau ningelikuwa na uwezo mimi ningelishiriki, hawa hawana lawama. Ai maana yake waliosalimika hawamo kwenye hiyo ahadi ya Allah ni watu wenye dharura ambao alladhina akhlasul imana wal amala salihah, kwenye mazingira ya kawaida, kwenye mambo wanayoyamudu wanayafanya kwa imani na ikhlasi, na wanafanya mambo mema. Yale wasiowaweza yanayowashinda hawawezi kukalifishwa. Falam yarjifu bin nasi walam yuthabbituhum, wao hawajawapa watu ushawishi wa kuwaambia wabaki au kuwatengenezea dharura za uongo. Maana wengine wale wenye uwezo, yeye mtu si anakataa, alafu wanawahamasisha na wengine, wanaambia usitoke bwana, ukiulizwa sema hivi. Mtu anampangia mwenzake rai. Hawa waliokuwa wana dharura za kweli, maadamu imani yao ni safi, wanajua hili jukumu ni la wajibu, ni muhimu, hawawezi kuwahamasisha watu wasi kwamba usiende, bakia, bali wanawahimiza hasa, nenda, ni jambo la kheri, kutoka kwako ni manufaa ya Uislamu na Waislamu. Walam yuthiru alfatana, tena kubaki kwao hawa wanaobaki hawaenezi mjini fitna. Wanafiki wao wanaeneza fitna mjini. Wakati mwingine hutoa mchongo mpaka kwa huyo adui, fanyeni hivi na hivi na hivi mtampata Muhammad, fanyeni hivi na hivi na hivi mtawaua masahaba wake kadhaa, fanyeni hivi na hivi. Yuko kwetu lakini pia anatusaliti. Lakini wenye dharura ambao wana ikhlasi, imani yao iko nzuri, Allah hawalaumu, wala sio aliyowaahidi kuwaadhibu duniani. Ila kuna wengine wakorofi kweli, yeye hataki kutenda na anawafitini watu wasitende, na akipata fursa anauza mchongo, anaita watu wa mjini kwa kumsaliti mtume na waumini. Wengine huwa wanachongewa na hawa Waislamu wenzao mjini, wanafiki. Wanapeleka taarifa kwa maadui, wanakuja watu wa Muhammadi, idadi yao fulani, wanapitia njia fulani. Naona mkipambana nao au mkiwaweza, mtakuwa mmemtia pengo sana Muhammad. Mtu wa Muhammad anauza fikra mbaya kwa maadui wa Muhammad, wadhurike watu wa Muhammad, alafu yeye anajiita ni mtu wa Muhammad. Sasa Allah anasema haya makamio yake yanakwenda kwa watu maalum, wale yasiowahusu wala wasiogope. Hawa hawana tatizo lolote, wenye dharura za kweli. Lakini kuna watu binafsi ni wakorofi, wakuzaliwa hasa, wana madhara kwenye jamii. Falaisa ala haulai harajun, hawa wenye dharura zinazotambuliwa na nyoyoni mwao ni watu wenye imani kweli na ikhlasi, hawa hawana kosa mbele ya Allah, wala hawamo katika ahadi yake ya kuwaadhibu kwa kutokutoka kwenda kushiriki jihadi. Idha tarakul ghazwi, hawana kosa watakapoacha kupigana, liannahum ashabu a'dharin, kwa sababu hawa ni watu ambao dharura zao zinakubalika. Ma alal muhsinina min sabilin, watu waliowema hapana njia ya kuwatia kwenye lawama, hawalaumiwi watu wema. Hawa ni watu wema, dharura tu ambazo zinaeleweka ndo zimekuwa kikwazo kwao. Kama si hizi dharura wangeshiriki na wao. Kwa hiyo ma'alal muhsinina min sabilin, watu waliowema hakuna njia ya kuwatia makosani. Laisa alaihim junahun, hapana kosa kwao, wala ila
muatabatihim sabilun, wala hapana namna yoyote ya kuwatia hawa lawamani au kuwagomba. Fulani hakwenda mbona, lakini si unamuona mlemavu, na fulani hakwenda, si unamuona alikuwa anaumwa, fulani hakwenda, si unamuona uzee wake ule ataendaje. Hawa hawana lawama, dharura zao zinakubalika. Qala fi tashili, Sheikh aliandika tafsiri ya tashili, amesema wasafahum bilmuhsinin, watu wenye dharura Allah amewapa wasifu wa kuwa hawa ni watu wema. Hakwenda vitani, kuna maagizo yametolewa, hakutekeleza kwa sababu hayamudu, si saizi yake, lakini ni mtu mwema, mu'min, na anayoyaweza anafanya vizuri. Ni mtu wa kheri, hajatengeneza fitna yenye madhara kwa wenzake. Huyu kaitwa muhsin. Kwa ujumla wameitwa muhsinina, hawa ni watu wema. Wasafahum bilmuhsinin, Allah amewasifia watu hawa kwamba ni watu wema, liannahum nasahu Allah wa rasulahu, kwa sababu kwa yale wanayoyaweza wamemtendea haki Allah na mtume wake, wamefanya vizuri kwenye wanayoyaweza, hawalaumiwi kwa yale ambayo hawayawezi. Hafungi anakula mchana, ndiyo, kwa sababu sharia inamtambua dharura yake. Halaumiwi kwa sababu hakufunga, atafanya alternative yake, atatoa fidia, au kama ni dharura inayotegemewa baada ya muda kuondoka, anavumiliwa mpaka ikiondoka dharura yake, analipa, hamna tatizo. Nasahu Allah wa rasulahu, wamefanya vizuri katika majukumu yao kwenye taa ya Allah na mtume wake. Warufia anhumul uquba, na hawa hata kama Allah ameahidi adhabu kwa ambao hawakushiriki, hawa adhabu hiyo haiwahusu. Watanif, na huu ugumu uliowekwa kwenye maelezo, watu wenye dharura kama hawa hauwahusu. Kuna watu wake unawahusu ugumu huo. Allah kaongea lugha kavu, katoa maamuzi magumu, lakini sio kwamba kila ambaye hakutekeleza ataingia humo. Inaangaliwa na mtu mwenyewe, anayehusika atawajibika, asiyehusika hatiwi lawamani. Hawachukuliwi maagizo magumu yakawasibu, walaumu, wala hawalaumiwi kwa sababu ya kushindwa kutekeleza lile lililoagizwa. Wa hadha fi balighi alkalami lianna maanahu, maneno haya aliyoelezea Allah hapa ni maneno ambayo yanafika katika moyo wa mtu, maneno yamezungumzwa kwa balagha ya hali ya juu. Maana yake anakusudia Allah kusema la sabila li'itabin alayhim, watu wenye dharura zinazoeleweka hamna namna ya kuwalaumu au kuwagomba. Watu wenye dharura hawaingii kwenye lawama kama hizo, au kugombwa walikogombwa watu ambao hawana dharura yote, wanazungumza uongo. Wa huwa jarin majruriyun, hii kauli aliyoimalizia hapo Allah wanasema ni jar wa majrur. Almathalu, mfano wake inavyotumika, wallahu ghafurur. Almathalu huu ni lugha ya mfano au mshabaha, na aya imemalizia kwa kusema wallahu ghafurur rahim. Kwa wale wenye dharura hawakutekeleza mambo ambayo hawayawezi, wanamkuta Allah ni mwenye kusamehe na mwenye rehema. Ma ala almuhsinina min sabilin wallahu ghafurun rahim, watu ambao ni wema, hawana hatia, hakuna njia ya kuwalaumu, na Allah tabia yake endelevu ni mwenye kusamehe sana waja wake na ana rehema. Kwa hiyo msamaha wa Allah na rehema zake ni kwa watu walionyooka, wanaoyaweza wanafanya, lakini hakuna cha msamaha wala rehema kwa mtu ambaye anapinda kwa makusudi, anaonyesha jeuri ya wazi kwa kuacha jambo ambalo liko ndani ya uwezo wake na alipaswa awajibike akakataa.
Wallahu ghafurur rahim, bimaana wallahu azimul maghfira, Allah ni msamehevu sana, ni mwingi wa kusamehe. Warahma, na ni mwingi wa kurehemu. Haithu wasaa ala ahli al-a'dhari, wale watu wenye dharura Allah kawazingatia akawasamehe kwa yale ambayo hawayawezi. Kwa leo kutokana na muda inshallah tuweke hapo, tutakuja kuendelea na aya inayofuata kwenye darasa ijayo inshallah. Ila narudia tena mara moja haraka haraka kwenye tafsiri ya neno kwa neno. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, usivutiwe na mali zao na watoto wao. Ukamwona huyu bila shaka kwa maisha anayoishi ni mtu wa kheri, muheshimiwa, ana mali nyingi. Na mwenye mali japo ya kuiba ndo huitwa mheshimiwa au huitwa mzee. Babu zake, baba zake wana kikao, kinaakhirishwa, mzee hajaja anasubiriwa yeye, anaitwa yeye ndo mzee. Kwa hiyo wewe mtume usiathirike na mali za wenye mali. Usimpime mtu utu wake kwa kumuona ana mali sana, ana watoto hapa mjini maarufu wanatajikana, wazito wazito. Hivi vitu visikuathiri. Ukampima mtu utukufu wake kwa sababu ya mali, ukampima mtu utukufu wake kwa sababu ya watoto wenye kutajikana, wenye majina mjini. Si vigezo vya mtu kuwa mheshimiwa, kuwa na vitu vya dunia, wakati kwa Mungu hayuko kwenye utiifu. La tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, usivutiwe na mali zao na watoto wao. Innama yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fi dunya, Allah anataka waadhibu hawa watu kwa hizo neema zake alizowapa hapa duniani. Atawaadhibu kwa kupitia mali zao na atawaadhibu kwa kupitia watoto wao. Watazhaqa anfusuhum, na Allah anataka awatoe roho zao siku ya mauti yao yakifika. Wahum kafirun, si wanafanya kibri na jeuri, hawataki kutekeleza maagizo ya haki, basi Allah huwapururia, hawalazimishi, hawahimizi, anawapururia ili roho zao zitoke wakiwa makafiri, watokwe na roho wakiwa wapinzani wa Allah. Alafu wataenda kuonana huko siku ya mkutano mkuu. Wa idha unzilat suratun, na ikiteremshwa sura kwenye Qur'ani yenye maagizo yanayohitaji uwajibikaji, kwa mfano an aminu billahi wajahidu ma rasulihi, kumekuja aya kwa mtume akawasomea waumini, wanaambiwa tengenezeni imani zenu kwa Mola wenu na mushiriki jihadi kupambana na maadui wa dini pamoja na mtume wake. Maagizo kama haya wakiyakuta kwenye Qur'ani, ista'dhanaka ulutawli minhum, wanakuja kukuomba ruhusa wasishiriki watu wenye uwezo wao katika hao. Wale wanaoweza hasa kulitekeleza ili jambo, wao ndo wanaokuja mbele kuomba ruksa. Waqalu, na wanasema dharna nakum ma'al qa'idin, sisi bwana tuache tubaki pamoja na walioruhusiwa kubaki. Na wanasema dharna nakum ma'al qa'idin, sisi bwana tuache tubaki pamoja na walioruhusiwa kubaki. Watasema na uongo ili kumshawishi wanayemuaga akubali kuwaruhusu. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi, wenyewe wameridhia sana kujishusha hadhi, wabakie pamoja na watu walioruhusiwa kubaki. Wanawake, wagonjwa, walemavu, vipofu, watoto wadogo, wameridhia wao waorodheshwe kwenye listi ya watu kama hao. Watubia ala qulubihim, lakini wamepigwa chapa ya unafiki kwenye nyoyo zao. Fahum la yafqahun, hizi aya zikija huwa hawazielewi, hawafahamu maana yake.
lakini rasulu, lakini mtume mwenyewe, walladhina amanu ma'ahu, na wale wenye imani ya kweli walioamini pamoja na mtume, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, wao hawana ubishi, wanapambana. Panapohitajika mali wanatumia mali zao, panapohitajika ushiriki wao wenyewe wanashiriki wenyewe. Mali zao na nafsi zao zinatumika kwa ajili ya Allah. Wa ulaika lahumul khairatu, na hawa ndio walioandaliwa khairi nyingi za Allah za dunia na akhera. Wa ulaika humul muflihun, na hawa ndio ambao kesho watakuwa wamefanikiwa. A'adda Allahu lahum, Allah amewaandalia waumini, jannatin tajri min tahtiha al-anharu, pepo inayopita mito chini yake, khalidina fiha, wakishaingia peponi watakaa huko milele, hamna tena kutoka. Dhalika al-fawzul azim, mtu kuondoka duniani akafaulu kwenda peponi, hayo ndiyo mafanikio makubwa. Mwenye kupenda mafanikio huwa analitafuta hilo. Yule anayejua maana ya mafanikio, mafanikio ndo hayo. Pambana duniani hapa, siku ukifumba jicho uwe umefaulu kuwa ni katika watu wa peponi. Hayo ndo mafanikio ambayo wenye kupenda mafanikio wanalenga huko. Wajaa almuadhiruna min al-a'rabi, wamekuja waombaji ruhusa wengine kutoka mashamba. Liudhana lahum, wanataka na wao waruhusiwe kubaki, wasishiriki jihadi. Waqa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu, lakini kuna na wengine wamejikalia tu, hata hawajaja kuomba ruhusa japo ya uongo. Hawa ni watu wanaokadhibisha maagizo ya Allah na mtume wake. Wamesikia agizo, hawakutekeleza, hata hawakuomba ruhusa au dharura hawakutoa. Sayusibu alladhina kafaru minhum, kwa ujumla wale wanaokataa katika watu hawa itawapata adhabun alimun, adhabu inayouma. Lakini wasije wakashtuka wasiohusika. Hiyo adhabu inayouma walioahidiwa hawa watu, laisa ala dhuafai, haiwahusu wale watu madhaifu kama vizee, wala ala almarda, wala haiwahusu watu ambao ni wagonjwa kweli dharura zao zinakubalika, wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun, wala hawalaumiwi wale ambao ni masikini hawanacho cha kutoa. Kaambiwa changieni, hakuchangia. Unamlaumu vipi na mtu hanacho hata hicho cha kuchangia? Mtu anakaa siku mbili hajashiba tumboni mwake, unamlaumu vipi kwa kutokuchangia vitu vinavyohitaji gharama? Hawa ambao wana dharura hawahusiki na hayo makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa alaihim harajun, hawa hawana kosa, hawahusiki na hayo makamio ya Allah. Idha nasahu lillahi, watakapofanya vizuri kwenye mambo wanayoyaweza kwa ajili ya Allah wa rasulihi, na kutekeleza wanayoyaweza katika maagizo ya mtume wake. Maadamu wanayoyaweza wanafanya, hawawezi kulaumiwa kwenye wasioyaweza. Ma alal muhsinina min sabili, hapana njia ya kuwatia lawamani watu wema, wanayoyaweza wanafanya, hawalaumiwi. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehema. Tunaweka kwenye aya 91 kwa kuja kuondokea kwenye aya 92 kwenye darasa ijayo insha Allah taala.